Msikilizaji, ninawashukuru mawakili wenzangu. Tulikuwa jopo la mawakili watatu na tumewasilisha hoja zetu kuhusiana na swala hili la Mdude na kuhusiana na mazingira ya kuchukuliwa kwake kinyume cha sheria, kutekwa na kushambuliwa kwa kuumizwa nyumbani kwake. Tumetoa hoja na upande wa jamhuri wamejibu. Kwa hiyo sasa tunasubiri uamuzi ambao uamuzi unakuja tarehe 9. Kwa sababu wajibu maombi 5 walijibu, mmoja hakujibu. Kwa hiyo tumefanya wajibu wetu, sasa tumeliacha kwa mahakama ili tuone mwisho haki na au nini kitajiri baada ya hapo. Hizi ni hatua tu, niseme tu kwamba tulisema tuna hatua nyingi kuhusu swala la Mdude. Mdude ni rafiki yetu, alafu Mdude anatoka Mbeya na Mbeya tunaga kazi ndogo. Tutakuja mahakamani, tutakwenda kwa Mungu, kushtaki kwa Mungu, lakini wakati mwingine tutatumia haki zingine za kikatiba ambazo tunaruhusiwa, zikiwemo haki za kuandamana na kutaka uwajibikaji ili wahusika wachukuliwe hatua. Haiwezekani watu wao wanakula kodi, wanapokea mishahara, alafu vitendo vya namna hii vinaendelea. Kwa hiyo hizi hapa ni rasharasha, tuko mahakamani, tusubiri, tutaanza kudondosha za masika. Asante. Katibu, twende. Naitwa Dualia Mzito, ni katibu mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema ngazi ya taifa. Tuko hapa mahakamani leo na tunashukuru Mungu, tulikuja kuitafuta haki ya ndugu yetu, kijana mwenzetu, kwa njia ya kisheria, ambapo tumeshuhudia mawakili wetu wakitusaidia kufanya kazi ya kitume kweli kweli, tukiwa katika wimbi kubwa ambalo dunia inasafa kuitafuta damu ya kuwasaidia watu wenye shida hospitalini, mahospitali kadhaa ya nchini na duniani kote. Lakini kwenye nchi yetu kumekuwa na shida sana, damu inapotea na watu wanachukulia ni jambo la kawaida. Kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba ukiangalia hospitali ya taifa ya Muhimbili, hospitali ya kitengo ambayo iko Mloganzila, uwezo wa kugawia watu damu kwa siku ni watu 30 mpaka 50. Lakini cha maajabu makubwa ambayo yanatokea ni kwamba watu wenye damu, kuna watu wanazitoa zile zilizoko ndani yao na zinaondoka. Kwa hiyo jambo hili tuendelee kuvitaka vyombo vya ulinzi na usalama kujua kwamba vina wajibu wa kujua kwamba watu wanaishi na wanakuwa salama wanapokuwa popote na wanapokuwa wanafanya shughuli zao. Mwisho, kwa muhimu kabisa, tunawashukuru sana mawakili wetu, wakili msomi Mheshimiwa Boniface Kadijumule Mwabukusi na ndugu yetu Hekima Mwasipu kwa kazi yao kubwa walioifanya hapa leo ya uwakilishi wao. Hakika mchuano ulikuwa mkubwa, hata sisi ambao uelewa wetu kwenye sheria ni mdogo, tulijaribu kuona namna walivyokuwa wanaweza kuchuana na kufanya submission zao mahakamani. Mwisho, tutaendelea kupambana kutafuta haki ya kijana mwenzetu kwa njia yoyote ile ambayo ni halali na ambayo itasaidia sisi kumpata kijana mwenzetu. Mapambano hayatoacha na tutaendelea nayo. Aluta continua. No reforms, no election. Asanteni sana. Tupo hapa kwa sababu moja tu. Tunaendelea kuitafuta na kuipambania haki ya ndugu yetu Mdude. Haijalishi itapita muda kiasi gani, lakini toka tuwaoneshe kwamba ustaarabu wa watu wa Mbeya na namna ambavyo wanapendana hailingani na mahali pengine popote pale. Hatutakubali kukaa nyumbani na kuridhika kuona mmoja wetu amepotea, kwa sababu wote tuko hatarini. Kwa hiyo tutahakikisha tunaendelea kupambana, kuhakikisha tunashirikiana na mawakili kwa kila hatua na kwa kila namna, ili isiwe kwa mara nyingine tena mmoja wetu akachukuliwa. Lazima wajue kwamba wanachadema wa Mbeya na wakazi wa Mbeya hawako tayari kumuona mmoja wao anapotea. Kwa wakati tunaendelea kumuomba Mungu ili aendelee kutenda miujiza, tutaendelea kuipambania haki ya Mdude kwa kuja mahakamani, ili wale ambao wamemchukua Mdude wawajibishwe na utaratibu wa kisheria, ili isiwe mazoea. Kwa sisi kama Mbeya, kama ambavyo tulikuwa mstari wa mbele, haijaitokea mahali kokote mtu alikuwa anatafutwa kila mahali, tutaendelea sasa kumtafuta kwa njia hii ya mahakama. Kwa tumefika leo ni mwanzo, naomba niendelee kuhamasisha watu wa Mbeya, twendeni tarehe 9 tuje kwa wingi, lakini pia kuendelea kuonesha thamani ya damu. Kuna vijana wa Bavicha wanazo t-shirts, tuendelee kuzitafuta ili kila mmoja avae kwa ajili ya kutoa message. Lakini kipindi hichi tunaendelea kuwa tulivu, tukiamini kwamba chama chetu kinaendelea kupambania reforms na uendelee kuwa wimbo wetu, tuendelee kufanya hamasa. Hasa kipindi ambacho chama kimezuiliwa kufanya shughuli zake, nendeni mkapushi agenda ya no reforms no election,
kwa sababu hakuna uchaguzi bila Chadema kuwepo katika box la kula. Peoples, no reforms. Asante sana. Au bado? Kwa majina naitwa John David Mwambigija, mwenyekiti wa BAZECHA mkoa wa Mbeya. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, kwa maana ya watu ambao wanatekwa na watu wasiojulikana, kulikuwa na kesi ambayo tumesikiliza jinsi ambavyo wanasheria wakisukumana hapa na pale, lakini wapongeze wananchi ambao mmekuja kuhudhuria hii kesi, na nadhani tarehe 9 tutajaa zaidi, ambayo ndio siku ambapo maamuzi madogo yataenda kutolewa. Ubishani ambao ulikuwepo kisheria tarehe 9 utakuwa mwisho. Na kupitia platform hii nitoe wito kwa wanachama wa Chadema Nyanda za Juu Kusini kwamba tunawaalika mjisogeze siku hiyo, tuwe wengi kadri itakavyowezekana. Ni washukuru ambao wametoka maeneo mbalimbali. Naona watu wa Njombe hapa, naona watu wa Iringa hapa, nimeona maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nafikiri tarehe 9 tutumie nafasi hii kualika mwe wengi zaidi. Sisi tulisema swala la Mdude tutamtafuta kwenye engo nyingi sana. Mdude hakupatikana kwamba kuna volcano ilitokea ikaripuka akazama, hapana. Wale wanaomkamata kwa amu nyingi kadri inavyowezekana ndio ambao wanamshikilia Mdude. Kwa hiyo kabla tujafika huko tunakotaka tufike, ni vema na wao wakajiuliza maswali, ikiwezekana wamwachie Mdude afikishwe mahakamani, mwisho wa siku sheria ichukue mkondo wake. Haliwezi kuwa taifa la watu tu kupotea hivi kama sisimizi, hapana. Taifa lenye heshima kama Tanzania, tunaheshimika East Central Africa, wanatuheshimu wenzetu wa nchi za jirani, lakini tufike mahali tunapotezana hivi kienyeji sio rahisi sana. Kwa hiyo mimi nashukuru wananchi wa Mbeya ambao hamja kuwepo leo, naomba siku ya tarehe 9 mwengi sana. Hatuna maneno mengi kwa sababu swala liko mahakamani. Kusema kweli tungeweza kuzungumza mengi, lakini swala liko mahakamani. Kwa tunaiachia mahakama iweze kupitia sheria na kanuni zake kuona namna gani mwenzetu anapatikana. Kwa hiyo niwape pole wenzetu wa Mbozi ambao tulikuwa nao hapa, wamelala siku 2-3 kusubiria hii kesi. Na sisi kama Chadema, nichombeze kidogo, hatufi wala hatukati tamaa wala tuendi Chauma, chama cha ubwabu, chama kanjanja. Sisi kama Chadema tupo, tutasubiri haya maamuzi ya kimahakama, tuanze operation zetu Nyanda za Juu Kusini, ambazo zitakuwa za kihistoria. Swala la kugombea ni muhimu, litakuja tu lenyewe automatic, kwa sababu sisi ya Chadema haiwezi kufanya uchaguzi na vyama vichanga hivi ya 200 mboga hizo ukasema kwamba umefanya uchaguzi. Hata dunia itakushangaa. Uwezo ukasema leo umecheza ligi kaisha Simba bila Yanga, haiwezekani. Kwa hiyo Chadema ni lazima itashiriki uchaguzi hata dakika za mwisho. Na niwaambie ambao labda mnafikiri mtarilizi Chadema kushiriki uchaguzi mwishoni, itakuwa itajipanga ndio itashinda zaidi kuliko ambao umetangulia kupiga hizi kampeni. Kwa hiyo wanachama, kama ambavyo mwenyekiti wetu taifa ametuelekeza, tuendelee na vikao vyetu maeneo ambayo yanatuhusu. Madam tutumie ofisi za Chadema au za chama au magari ya chama, lakini tutatumia kumbi mbalimbali hata za baa, kwa sababu tumeikuza Chadema kwa kupitia vikao vya grocery mpaka hapa ilipofika sasa. Kwa hiyo na sasa hivi turudi tena kwenye mfumo wetu ule wa kujenga chama maeneo mbalimbali, ikiwemo sherehe kama ambavyo jana nimeona Mbalizi, sherehe ya harusi imejaa no reform no election. Na sisi tunasema no reform no election. Niwashukuru sana waandishi wa habari wa Mbeya. Nadhani hiyo tarehe 9 tukutane tena kwa mara nyingine hapa. Asante sana. Leo kilichojiri ni ubishani wa kisheria, ubishani wa kisheria. Wakati sisi wafaili maombi tunasema wamlete Mdude, na mtu ambaye alishiriki kumkamata Mdude au kumwaresti anajulikana kwa jina na alitajwa na ushahidi upo, lakini mawakili wa serikali wao wanasema hatuna ushahidi wa kutosha. Hawawezi kufahamu kwamba ushahidi upo aina nyingi. Kuna wa kuona, kuna wa kusikia, kuna mwingine ni wa kukusanya doti. Wewe unamtafuta
binti fulani kwamba bwana nikimpata nitakupa pesa. Sasa unakuta yule binti katoweka, tumkamate nani hata kama hatukumuona wakati anatoweka. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kutaka kupinga ili shauri, basi tu kwa sababu liko mahakamani hawaweze kuliona hivi hivi likipita. Lakini kusema kweli mawakili ambao walikuwa wanamwakilisha mleta maombi kwa maana ya mke wa Mdude, kwa kweli wako sawa sawa. Hata kama hujasoma sheria utagundua tu kwamba hapana pana dosari. Kwa hiyo ndicho hicho ubishani huo, kuona kama kutakuwepo na kesi ya msingi ama la, tutausikiliza tarehe 9. Hilo ndo la msingi sana. Okay, kumekuwa na taarifa. Nani alisema Mdude amefariki? Kwa nini viongozi hatuna taarifa yoyote mahali popote, wala kuona picha ziwe za mjongeo au taarifa za kusema kuna mahali Mdude amefariki au amepoteza maisha. Sisi tunachofahamu Mdude amekamatwa kama wanavyokamatwa watu wengine, wamehifadhiwa. Ila sasa wakiona kuko kimya kabisa, hakuna mapambano ya kumsaka, labda ndo watamsizi. Lakini kusema kweli wanachukua, wanaficha kwa sababu ni watu wenye mtaji. Kusema kweli mtu binafsi huwezi kukamata mtu ukamtunza kwa kiwango kirefu. Kuhusu kufa, hilo mimi siamini, na isituingie akilini tusije tukampoteza ndugu yetu kwa kisingizio. Wakigundua watesi wetu kwamba tumeridhika kwamba Mdude hayupo amekufa, wanaweza kumsizi kweli. Mdude hawezi kufa na yupo na ni lazima apatikane. Hilo ndio ninaloliamini mimi. Okay, tumekuwa tukiona nafikiri ndio ambalo tunafikiri nafikiri wanasheria wetu wanalifanyia kazi wakina Garubindi, sheria makao makuu, kuona kila mahali kuna kesi kama hii inafunguliwa. Kwa mfano Sumbawanga kwa kina Dionis Kipanya, Mbeya hapa kwa kina Chaura na maeneo mengine. Nafikiri hili swala la Mdude ni mwanzo tu, kwa sababu wanasheria wapo wa kutosha, na tushukuru tu kwamba president wa wanasheria ndo ambaye amesimamia hii show ya kesi hii. Nafikiri ata delegate power kwa mawakili wengine kila maeneo kwa ajili ya kuona tunapeleka mashauri haya mahakamani, na sio kwamba watu wamehifadhiwa tu. Wamehifadhiwa mahali, wanapewa chakula, wanasogeza muda wa kuishi, labda uchaguzi uishe au usiishe, lakini ni lazima tuone namna gani tunaweza tukafungua kesi kila mahali kwa dawe ndugu zetu ambao wamepotea. Wale ambao tutakuta kweli labda amepotea kabisa itajulikana, lakini wale ambao wanahifadhiwa kama vile gerezani au wanatunzwa kama msukule pia itajulikana, ili mwisho wa siku pengine waweze kurejea uraiani. Ndugu zao wamewamisi, chama kimewamisi sana, wananchi wamewamisi. Mshono ule wanasema mkaja wa tumbo unauma sana kwa kila aliye mzazi kupotelewa na kijana mwanaharakati kwa sababu tu za kisiasa. Kusema kweli hili linaumiza sana, na kama chama ni lazima wanachukua hatua. Hili naamini hilo. Asante. Kwa majina naitwa Ayubu Skabonamo, ni mwenyekiti wa wilaya Momba mkoa wa Songwe. Leo tulikuwepo hapa mahakama kuu kwa ajili ya jambo moja tu. Mtakumbuka ndugu yetu Mdude Mparuke mpaka sasa hatuko naye uraiani kwa sababu ni siku nyingi tangu atekwe. Sasa sisi kwa mazingira Mdude alivyokuwa, bado hatuamini kama Mdude anaweza kupotezwa kirahisi hivyo. Kipekee sana tumshukuru wakili Mwabukusi kwa kufungua hii kesi, na sisi tulikuja kama raia wema mahakamani kuja kusikiliza kesi inayohusiana na masuala ya Mdude. Jambo kubwa ambalo naweza kulizungumza, sisi ni watu ambao tumezaliwa na Mdude alizaliwa, na hata waliomchukua Mdude naamini pia walizaliwa, kwa sababu Mdude hakujiondoa mwenyewe nyumbani kwake, alichukuliwa na watu. Jambo kubwa ambalo tunamwombea Mdude ni kwamba kwa kuwa ni binadamu aliyezaliwa, basi tunamuombea apatikane, aje tuungane pamoja katika kuendeleza maisha ya hapa duniani. Mwenye mpango wa kumuondoa mtu ni Mungu, lakini Mungu kama hajapanga juu ya Mdude, basi tunaamini ataonekana. Kikubwa ambacho naweza kuomba Watanzania wote, tuungane kwenye jambo hili, tuendelee kumwombea Mdude, lakini tuungane mahakamani ili pengine haki ya Mdude ya kupatikana apatikane na aendelee na majukumu yake ya kila siku. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu hata kufika siku ya leo, nawashukuru sana wanasheria kwa kufungua hii kesi ya Mdude, kwa sababu inaonyesha kabisa wazi ni serikali ilikuja kumkamata. Walikuja, na inavyosemekana walikuja mapolisi wakamkamata usiku. Cha msingi ninachoomba mahakama kuu itende haki. Mdude apate kupatikana. Kama yuko mahakamani,
kama waliko mtuzo wamlete, ili tujue kama mahakama kweli imetenda haki. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwabukusi kwa kufungua hii kesi, na ninachoomba Tanzania hii kesi ya kuteka watu na mauaji yasiyokuwa ya msingi, na wakati jeshi linatakiwa litende haki, likimkamata mtu limpeleke mahakamani, lakini likimkamata mtu utakuta haonekani. Kwa mimi ningeomba sana jaji atende haki na Mdude apate kupatikana. Asante sana.